Imefika hapa wananchi wakagoma kuipokea maiti toka saa 7 mpaka saa 3 usiku. Ikaja ambulance ikachukua, wakapakia wanafamilia, wakapeleka maiti mochwari. Mwili wa kijana Alfani Mbilinyi ambaye ni dalali wa viazi mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa kijiji cha Misiwa, kata ya Ipelele, wilaya ya Makete, mkoani Njombe, umepumzishwa kwenye makaburi ya kijiji hicho baada ya wakazi wa Misiwa kukubali ombi la serikali, ikiwa takriban siku 2 tangu walipogoma kutoa ushirikiano, wakidai kwamba kijiji chao kimedhalilishwa kutokana na kitendo hicho. Wakizungumza na IOTV pamoja na millardayo.com baada ya mazishi ya kijana huyo, wakazi wa kijiji hicho akiwemo Juali Ngailo amesema waligoma kumsitiri kijana mwenzao mpaka pale familia itakapoomba radhi kutokana na kijana wao kuwadhalilisha kwa kitendo cha kuhusika kwenye mauaji ya kikatili ya mfanyabiashara wa viazi Elia Msabaha, mzaliwa mkoa wa Arusha, na kisha mwili wake kufukiwa nyuma ya gala la mazao. Mimi naitwa Haji John Mbilinyi, kutoka kijiji cha Misiwa, kata Ipelele, wilaya Makete. Msiba wa mdogo wangu Alfani John Mbilinyi. Kweli wananchi wakagoma kulingana na tukio alilofanya mdogo wangu kumzika, lakini ikafika hatimaye kweli wakakubali kuzika. Kweli tumeomba radhi kwa wananchi wa kijiji cha Misiwa na wana Makete kwa ujumla, wana Arusha. Tunawapa pole, tunaomba sana kilichotokea, tunawapa pole. Tunawaombeni, aliyefanya ni huyu, ila sisi tunakosea wenye midomo. Tunawaombeni, mnakuja kutufariji wenzenu. Na ninachoshukuru kingine, unajua mtu mbaya sana naye kaa kimya, anaweza kukunywesha hata sumu. Mimi nawashukuru sana mlikuwa mnaongea, sababu mnatupenda. Mungu awasaidie na watie nguvu. Nashukuru, karibuni pale nyumbani. Kwa majina naitwa Roida Jimu Kamage, ni mwenyekiti wa kijiji cha Misiwa, mwenyekiti serikali. Napenda kuwashukuru vijana waliochimba kaburi na kumlaza huyu marehemu Alfani. Pia nawapa pole wananchi wote kwa kifo cha huyu Alfani ambaye alitenda tendo baya, aliua kwa kijana mfanya biashara mdogo ambaye hana hatia. Kilichotuchelewesha kumstiri huyu marehemu, wananchi walikuwa wamegoma kusogeza yale maiti ya marehemu kwa sababu ndugu zake, hasa dada yake na mke wake, wakati tunatafuta mwili wa yule kijana aliye wawa, walikuwa wanatukana matusi kwa watu wanaotafuta. Ndiyo maana wakasema leo hii wazike wao wenyewe, sisi hatusogei. Hiki kitendo wametufanyia vibaya. Basi wakajitetea wale watu, ndugu zake na marehemu wakajitetea kwamba samahani, tulikosea, tulipe. Wananchi wakawapangia kiwango, lakini kufika mwishoni wamewasamehe, wakasema hatutaki hela yenu, sisi anatuuma yule kijana aliyewawa kwa sababu ya huyu Alfani. Wakawasamehe, wakaenda makaburini kumzika huyu Alfani kwa shingo upande. Tumezalilika kijiji, kata, wilaya pamoja na mkoa. Tendo hili ni baya sana, vijana pamoja na ninyi akina mama. Na wapa pole ndugu zake na marehemu yule wa Arusha. Poleni sana, na wapa pole. Na lingine, wafanya biashara wasije wakaogopa kuja huku. Karibuni sana. Hili tendo ni mwisho. Naitwa Juaji Langita Tungairo, jina nililofahamika sana naitwa Kapelo. Ni mwenyekiti wa madalali tarafa ya Magoma. Maiti imechukuliwa, imefika hapa, wananchi wakagoma kuipokea maiti
toka saa 7 mpaka saa 3 usiku, ikaja ambulance ikachukua, wakapakia wanafamilia, wakapeleka maiti mochwari. Kwa sisi wananchi, kitendo kile tulikuwa hatujabarikiwa nacho. Uliitwa mkutano toka saa 10 mpaka saa 3 kasoro usiku, tukasema hiki kitendo hatujabarikiwa nacho, ni kitendo cha dhambi na ni cha laana, na Mungu hiki kizazi aweze kukifuta, aweze kukitilia manani ya shetani aweze kuondoka. Kwa hicho ni kitendo ambacho kwa ni cha kikaidi, mtu kama mtu peke yake aweze kufukia mtu, auwe na kufukia, na leo hii imegeuka familia ndio iliyoua. Mungu atusamehe, ambao hawajafanya Mungu azidi kuwatia nguvu, ambaye alikuwa amefanya na yeye aweze kulaaniwa. Amelala siku 2 ndio ametuletea maiti. Sisi yale maiti tukuweza kuhangaika nayo, kulingana tulikuwa tumewiwa sana na ndugu yetu aliyokuwa amekuja mfanyabiashara, kwa ameleta uchumi na maendeleo huku. Ameuawa mtoto wa watu, ameacha ndoto zake na maendeleo pia. Familia yake kuna mtegemea imeshapata hasara. Sisi wengine na wananchi ambao tulikuwa wapambanaji, tunaopambana na kutafuta hela halali, tumeshawiwa na hili jambo. Ndio maana kijiji kizima kiligoma kumzika. Ikumbuke kuwa mwili wa Elia Msabaha ulizikwa mkoani Arusha baada ya kufariki kwa kuuawa na Alfani Mbilinyi, na kisha kuuzika mwili wake nyuma ya gala la mazao la dalali huyo, huku ikielezwa kwamba Mbilinyi alifanya kitendo hicho kutokana na tamaa ya fedha baada ya kumuona mfanyabiashara huyo Mbilinyi akiwa na fedha.